watu wa dunia wataendelea kuishi mafakiri na wenye huzuni kama watakufa katika hali hiyo na kuondoka bila kujua utamu wa dunia. Wakaulizwa ni upi utamu wa dunia, wakaambiwa dhikrullah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu jalla jalal. Na ndio maana mtu akimtaja Mwenyezi Mungu mpaka saa nyingine akawa kana kwamba anakosea, haitwi amekosea, bali tunasema ile dhikri ya Mwenyezi Mungu imemshughulisha. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alitusimulia mtu mmoja alitaka kufa, lakini akanusurika na kikombe cha umauti. Alimshukuru Mwenyezi Mungu akasema, Allahumma anta abdi wa ana abduka, Allahumma innaka anta abdi wa ana rabbuka. Mwenyezi Mungu, mimi ni Mola wako na wewe ni mja wangu. Mtume asema lam akhta, haitu amekosea yule, walakin akhta min shiddati alfarah, isipokuwa amekosea kwa shida ya kufurahi. Kwa hiyo watu wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu tunawadhania vyema wakati wote, na dhikri inampeleka mtu sehemu ya mbali, na ibada nyingi peponi zitakoma, lakini ibada ya dhikri itaendelea. Na mwenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu mfano wake ni mtu aliyokuwa hai, na ambaye hafanyi dhikri ni sawa na maiti. Leo tutajifunza dhikri 5 tu basi, na hizi ni rasilimali za Uislamu. Ukisikia inna dina inda Allahi alislam, dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, ni kweli, na ni dini kweli kweli, na ni neema ya hali ya juu. Na ndani ya Uislamu kuna rasilimali dini zingine hakuna. Leo tujifunzeni mambo 5 muhimu sana. Jambo la kwanza, duau khuruj min almanzil. Ni vitu simple, lakini wallahi ni vitu vikubwa. Saida Aisha anasema radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume rehma na amani zuwe juu lake, yadhkurullah, akifanya dhikri, akimkumbuka Mwenyezi Mungu, fi ahyanihi kulli, maisha yake yote. Kibarul ulama wanasema dhikri zimegawanyika sehemu kuu 3, na sisi itakiwa maisha yetu yote tumdhukuru Mwenyezi Mungu. Dhikri ya kwanza ni dua masnun, ni dua mbalimbali, na hakuna sehemu yoyote isipokuwa Mtume ametufundisha dua yake. Kaifa nadkhulul hammam, kaifa nakhruju minha, kaifa nanam, wa kaifa nastayqidh. Hata ukienda toilet usome nini, na ukitoka huko useme nini, ukilala, ukiamka, ukisafiri, chombo kikienda speed na kikienda kidogo, kikienda sehemu ya mlima ya mlidimko na sehemu ya mporomoko, na kikiwa sawia useme nini, ukimwona mlemavu useme nini, mvua ikinyesha, ukija kwenye Ijumaa, ukiingia msikitini, na miko yake na taratibu yake. Na haya ni mambo makubwa kabisa. Zote hizi tumefundishwa. Wenzetu waliokuwa kabla yetu sisi mambo yao yalikuwa super, walitekeleza. Angalia mfano, ukiingia msikitini itakiwa utangulize mguu wa kulia. Abdurrahman ibn Sakhar maarufu Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliingia msikitini kwa bahati mbaya kwa mguu wa kushoto, akazimia pale. Walikuwa hawapo tayari kuiasi sunna au amri ya Mtume Muhammad, na ndani yake kuna kheri nyingi sana. Sasa dhikri ya kwanza ni dua ya kutoka nyumbani. Dua yenyewe inasema bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah.
Ukisema maneno haya na wewe unaambiwa uhudita wa kufita wa ukita, kwa kusema maneno ghali hayo madogo tu, umeongozwa, umekingwa, umeokolewa. Sayyidina Anas ibn Malik alipewa amri ya kucommand na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, anaitwa nyumbani kwake, na ilikuwa akiitwa mtu, wengine hufanya istirja, akikuita tu Hajjaji mtawala mbabe, bwana umeitwa na Hajjaji, huko nyuma watu wasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, harudi na mtu harudi. Abdallah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ameitwa, hakurudi, kammaliza. Said bin Jubair kaenda, kammaliza, anaua sana watu. Sayyidina Anas aliitwa akakataa, akapewa mwito kwa mara ya pili, mpaka wale maaskari wanaogopa wao, mzee, tunakuheshimu lakini tunakuomba uende, huyu si mtu mzuri. Ikabidi aende. Alipofika pale kwa Hajjaj akamwambia, kwa nini nimekuita hujaja? Sayyidina Anas akasema, hebu fanya heshima kwanza, mimi ni mkubwa wako, huwezi kuniamrisha. Pili, wewe si ndio unanihitaji, una shida na mimi, ilikuwa usawa wewe unifuate, sio mimi nikufuate. Nimekuja tu kwa sababu vijana wamenirai. Unasema nini? Ambia, unaniambia mimi nasema nini? Unijui? Ambia, si Hajjaj, basi nitakuua. Kwa mara ya kwanza Anas akaambia, la tudhiki, sema mengine, kuniua wewe mimi uwezi, na usithubutu kurudia kauli hata siku moja. Uhuru yote wakashangaa, anajimakini, na kama wewe unaweza kuniua, niue hata sasa hivi. Hajjaji kwa mara ya kwanza akaambia, naendelea kutafakari kuhusu kuua, nitakuita. Alishindwa kumuua, ili trendi ilikuwa gumzo, Anas wewe una kitu gani? Akasema, toka nina miaka 7, 10 sinini, miaka 10 nimemtumikia Mtume Muhammad, na kanifundisha dua, ukitoka nyumbani soma maneno haya, utakingwa na kila shari kasoro umauti kama ahadi yako imefika. Hizi ni hazina, hizi khazinatul asrari kubra, siri tumezipata kwa Mtume Muhammad. Ni kawaida kila president wa nchi yoyote akitaka kutoka nyumbani kwake, ambao ndio Ikulu, kwenda eneo jingine, kuna tizama kwanza usalama, kunawekwa doria, watu wanawekwa jamming, foleni, hakuna kukatiza, gari yake inaongezewa security ili asidhurike. Lakini wallahi wabillahi watallah, nikiwa makama ya Mtume Muhammad, Muislamu ni zaidi ya rais. Akitoka nyumbani akisoma dua hii, fahuwa fi dhimmatillah, ulinzi wa Mwenyezi Mungu uko juu yake. Hawezi kuibiwa pesa yake na kibaka, hawezi kudhurika na chochote, hawezi kupoteza siku hiyo kabisa kabisa. Maneno mafupi, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dhikri ya kwanza hii, nashukuru karibia miaka 20 na dumu na dhikri hii, japo inaendelea. Allahumma nuzilla au uzalla au udhilla, imesema kifupi kwa sababu imekuja hivyo iwe rahisi. Zamani wakati naendesha roli, mimi ni dereva pia wa maroli, wallahi ilikuwa nikitoka nyumbani nikisahau kuisoma tu dua, lazima trafiki anikamate kwa sababu yoyote, na lazima nichukuliwe pesa siku hiyo. Basi ilikuwa nikimwona tu askari, hata kama nishaisoma narudia tena. Basi mpaka leo nimepata yakini yake, popote napita sina hofu. Nitakuambia ni nini mie, wallahi billahi alaikum, Oktoba 29, siku ya kupiga kura, siku ile nilipata homa sana kubwa, lakini pale nyumbani nina vijana wenzangu na wamiliki,
Nikamwambia, mmeenda kupiga kura? Kura ni haki yenu, nendeni mkapige kura. Mimi nilikuwa najua sitoweza kwa hali yangu, lakini wacha nichechemee niende kupiga kura. Nilienda kuchelewa sana kupiga kura. Nikaenda kituo cha Buguruni, askari akaniambia, ustadi vipi? Nikamwambia safi. Kule juu Masjidi haka ndo wanapiga kura. Nikaenda mdogo mdogo nikasoma hii dua. Uko amani kabisa. Nilipofika nikajiandikisha kura, nikarudi. Yaani kitendo cha kurudi dakika 5 ni nyingi. Buguruni yetu imechafuka, risasi si za kawaida. Na wenzangu waliotoka na mimi hawajarudi mashaka. Miongoni mwao ni imamu wa eneo hilo. Ananipigia simu ambia yeye anakaa Chanika, kaenda mpaka Kigamboni, sisi kaenda kupitia wapi kwenda nyumbani. Vurugu haikuanza mpaka narudi nyumbani. Nilisoma dua Khuruj minal manzil. Ile la kwanza. La pili, kibinadamu tunafanya makosa. Hata ujikaze vipi, unatenda dhambi kwa sababu ndio binadamu. Na hapa msikitini tuna dhambi za kila sampuli. Ya al-asr, kuna watu wamedondokea kwenye uzinifu wala si mara moja, mtandao wa vijana. Kuna wengine wameenda kwa ushirikina sababu ya matatizo. Na wallahi dhambi zingenuka tusingesogeleana hapa. Au kama kuna kioo hapa unachokitenda kinaonekana, tusingempata mtu wa kutusaisha leo. Baki kila mmoja angekuwa na mhamaki mwenzio, kumbe ndio ulivyo hivi. Dhambi ni jambo baya, na dhambi ndio zinazotutia chaka. Wanasema dhambi huwa musabbib irmanu rizq. Ile riziki ilikuwa ikusogelee nzuri, unanyimwa kwa sababu ya madhambi. Huwa musabbibu irmanu taa. Kutenda dhambi unakusababisha kutokuwafikishwa kheri. Unatiania leo mtasali qiyamul layl, wallahi mpaka sala ya asubuhi unaamka kumekucha. Nitakwenda Maka kila siku tarehe na uwezo unao na huendi sababu ya madhambi. Lakini huwa musabbabu hirmanul ilm. Pia inasababisha mtu kunyimwa elimu. Kila siku na mimi nitakaa nisome niwe kama fulani, husomi sababu ya madhambi. Sasa mabwana, madhambi tunayo, na ili uondokane na madhambi sio ujikaze au sio ukaoge maji. Kuna njia shortcut ya kuyazima makosa na madhambi. Ndio pale tunapoambiwa inna yakhsha Allah min ibadihi alulama. Wanaomwogopa Mungu sana ni wasomi, kwa sababu wanajua shortcut ya mambo. Ikiwa una madhambi, nakupa istighfari hii muhimu sana. Mtume kaisomesha, ina faida 5. Inasema hivi: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema hivi, atakayesema maneno haya mara 100, cha kwanza hata awe na madhambi anana sama, yanakaribia kujaza mbingu, au kama zabadul bahari, kama povu la bahari, amezini, ameliwati, amelewa, ameua, amefanya riba, na yote tunayafanya, katongoza wake za watu, kaiba pesa za msikiti, akisoma mara 100, huyu madhambi hana kabisa. Ina maana leo kama umeisoma una dhambi shekhi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, una ujira mkubwa. Hakuna mtu yoyote, kwa maneno ya Mtume si yangu, atakaye kupiku kithawabu hata mmoja, hata afanye nini. Labda yule ambaye atasema zaidi yako, ambaye amesema maneno haya zaidi yako, huyo amekushinda. Bado sijamaliza. La tatu, siku nzima unapewa ulinzi na shetani. Lakini la 4, kwa kusema maneno haya ni sawa umeacha huru shingo 10. Unajua, ukimhuisha mtu mmoja ni sawa umehuisha watu dunia nzima. Kwa hiyo ni dhikri fupi tu, sijui hata kama dakika 20 zinaisha ukitaja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cha kwanza, umetoka nyumbani umesoma dua ile. Cha pili, umeamka na uradi huu, una dhambi.
Dhikri ya tatu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, nayo atakaisoma mara 100 fadhila zile zile, dhambi hana. Lakini cha pili ni maneno mazito katika mzani, lakini cha tatu Mwenyezi Mungu anayapenda. Angalia hata bosi wa kawaida tu, ukifanya kitu akakipenda, bila shaka kuna extra zako, kuna ziada zako. Ukimfurahisha bosi, wewe ukiwa na daraja ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, si kitu kidogo. Lakini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, si tunayosema Ramadhani tu, aya ya kila leo, sio Ramadhani peke yake. Utakuta imeingia Ramadhani tena unakuwa kama wimbo, subhanallah wa bihamdihi al-Fatiha. Ikiisha Ramadhani imeondoka na mambo yake. Hiyo ni dhahabu, ichukue. Jambo la nne ni maisha. Jambo la nne ni maisha. Dhikri ya nne ya leo, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sikupi nyingi, mara 100 tu. Ukifanya mara 100, hakikisha tena hesabu shida zako 10 kwa siku zimeondoshwa. Na kila siku tukiamka tuna future. Leo sijui watanipa kazi pale, sijui ile deni langu watanipa, sijui leo kodi nitalipa. Shekhe, kodi ni tatizo? Si tatizo. Hapa kuna ahadi nzito. Ukimsalia mara 100, shida zako 10. Sasa wewe andika, kodi leo nilipe, haijalishi hata kama unadaiwa milioni 10. Alafu leo kazi nipewe, alafu leo kadha, alafu andika mambo yako 10 kwa siku. Ongezeko la riziki, vitu simple kabisa. Kwa siku ukiyafanya haya mambo ninayoyataja, wewe ndio mcha Mungu wetu, na wewe ndio mwenye maisha yaliyokuwa bora, na wewe ndio mwenye ulinzi. Hakugusi mchawi wala jini. Wewe unaondoka unarudi mdomo wazi, washakupiga kitu. Watu wengine wanaroga mpaka ndani ya msikiti. Lakini ukiacha hivyo, kuna macho ya husda yamejaa. Unaweza ukapita tu unasalisha, unaweza ukapita tu unatoa hutuba kama hivi, ukishuka unauma, ushapigwa na macho. Ya man la lahu wardun fa innahu kirt. Asokuwa na silaha kama hizi, huyu ni tumbili tu. Asokuwa na uradi wake ni ngedere. Ulama wanasema, ukisikia Waislamu ni wazito, sinaona kama hivi nilivyo, niguse uone. Wallahi nimepiga vitu vyangu asubuhi, yani nakuja hapa niko safi. Nikipita barabarani najua ninadoria kuliko rais. Na unigusi. Na kama mwanga jaribu uone. Maiyatullah, Mungu yupo. Kwenye dhikri usifanye mchezo. Naweza ukasababisha ukaitwa mchawi, kwa sababu watu watajaribu, huwezi kufitinika na chochote. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anaenda kwa Hajaji, mtawala katili. Anaambia na kuambia, wewe subutu, jaribu ni kuonesha. Kashindwa kumuua. Nyiradi la mwisho, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Uradi huu usome unapotaka, lakini miongoni mwa faida zake unakusababisha dua zako kuwa makabuli. So Allah asema fastajabna lahu. Sayyidina Yunus ndo aliomba fastajabna lahu. Tena asema katika dhikri hii fihi ajab, kuna miujiza mikubwa. Awwalu tahlil, mwanzo kabisa mna kilima cha la ilaha illa Allah, ambao ni dhikri kubwa. Awsatuhu tasbihi wa akhiruhu al-iqrar. Hii ni dhikri kubwa, shortcut. Mwenyewe aliposoma maneno haya, fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadhalika nunji mu'minin, tulimuitikia. Alimezwa na samaki, alitolewa. Kwa hiyo na wewe umeomba dua sana, umemaliza walimu. Maana kuna mtu ambia Sheikh nishamaliza walimu wote wa Dar es Salaam. Juzi kuna mtu mmoja simtaji katika nchi fulani, ananiambia nakuja Tanzania, nataka unitafutie ikibidi mashekhe wa Tanzania wote. Ni mtu mkubwa sana.
wanifanyie dua, hata kama wawe mashehe 1000 mtalipa inavyopaswa. Atoka ofisi ya rais. Sasa ina maana mpaka kadhamiria hivi, kuna mambo hayaendi zaidi ya dua. Kuna sehemu unaona kuna hilak, hapa kuna uangamizi mkubwa, hapa ni kufeli tu, akili za kibinadamu zishafunga. Ukifikia stage hiyo, sema wala yatahammal al-ahwal bil a'mal, hali haziwezi kutatuka ila kwa kufanya kheri njema. Angalia Nabii Ibrahim, ulqiya fi nar. Kuna mtu mmoja anaitwa Haizan, awwal man sanaa al-manjaniq, ni mtu wa kwanza kutengeneza chombo kinaitwa manjaniq. Manjaniq ni kifaa ambacho kikizungushwa kinamtupa mtu mbali, kikiingizwa jiwe ndani kinamrushia mbali. Akatengeneza idea hii, akatengenezwa Nabii Ibrahim, anaanza kutupwa kwenye moto. Mnajua moto habari yake, wakati ametupwa, juhudi za kibinadamu, huyu anakufa. Tena kuna wanawake wagonjwa, ukimtizama Hafidh Ibn Kathir, Imamu al-Fida, katika historia ile anasema wagonjwa wa kishirikina walilaani na kulia, wakasema jamanini, asichomwe Nabii Ibrahim kwanza mpaka tupone, na mimi nitaswadak nikachukue kuni zangu za kuongezea moto. Yani mtu anaona hasara, hajapeleka moto wa kuunguziwa Nabii Ibrahim. Kwa hiyo nchi imemtenga, nchi nzima, taifa zima, akatupwa kwenye moto. Hakuna usalama kwenye moto, lakini alisema maneno dua tu, hasbi Allah wa ni'mal wakil, anayenitosha yeye ni Allah na yeye ndio bora wa kutegemewa. Maneno haya simple, kaingizwa ndani ya moto. Kila aloshiriki kumwangamiza kalaanika mpaka leo, mpaka alwazakh, uqtulul wazakh, mjusi kafiri kalaanika. Na Mtume asema muweni mkimkuta, kwanza kina hasadi kile kimjusi, eti unashangaa unakikuta msikitini kibamize, laana zote. Eti nacho kilikuwa kinapuliza moto wakati Nabii Ibrahim anachomwa, lakini dua aliyosoma mpaka leo kinakula mkongoto. Al-Wazakh. Nabii Allah Musa, mnasemaje? Nabii Musa ni wanted toka siku anazaliwa, wallahi toka siku anazaliwa anatafutwa, ni mtuhumiwa. Mama yake Nabii Musa alimkimbilia Allah, alimlilia Allah, na Allah alimpa majibu, wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam la takhfi wa la tahzani inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin. Ulama balagha wanasema katika aya zilizotumia fasaha kubwa hii, aya moja fihi amrayn nahyayn wa bisharatayn. Aya moja ina amri mbili, aya moja ina makatazo mawili, aya moja ina bishara mbili. Amri mbili, mnyonyeshe au mdumbukize kwenye kisima. Makatazo mawili, usiogope atakufa maji wala usihuzunike utakosa ulezi. Kwenye bishara mbili, inna raduhu ilayki, huyu tutakurudishia na harudi kichwa mchunga, wajailuhu minal mursalin, tutamfanya miongoni mwa mitume. Na baadaye Mwenyezi Mungu asema faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan walita'alama. Pigia mstari hapo, walita'alama anna wa'ada Allahi haqqun walakinna akthara an-nasi fi, huku wapi Mwananyamala, la ya'lamun. Tulimrudishia yule mtoto baada ya kuomba dua ili aelewe promise ya Mungu ya kweli. Promise ya Mungu haina kinyume, lakini watu wengi hawajui, mpaka Waislamu hawajui ahadi ya Mungu ni kweli. Tungekuwa tunajua ahadi ya Mungu ni kweli, tusingeitafuta shilingi 100 kwa tochi. Nikwambieni, wallahi kuna watu wanasema Allah mfanyaji, na wallahi anafanyia mambo yao kila kukicha. Mtu alomshika Mungu hana mchezo, hana mchezo hata kidogo. Si nimalize maneno japo ya kwangu, wacha nimalize maneno. Kwa nini simalize maneno? Familia yangu au sehemu ya familia yangu imepata safari. Nataka nikuoneshe tu Mungu ni nani. Wallahi imepata safari, juzi nimeisafirisha.
Katika kusafiri sikufanya istikhara wala chochote, lakini kawaida yangu nimeamka nimepiga vitu vyangu, mchana nimepiga vitu vyangu, usiku tena katika nyiradi. Usiku nikalala nikaota gari lilo hapa imefanya ajali na dereva fulani kwenye daraja na imeungua moto. Ulipokucha asubuhi nikamwambia yule dereva hana ruhusa kuendesha gari. Unajua mambo yanatesa, itakuwaje? Na kule kuna shughuli, nikamwambia bora ile shughuli ivunjike. Unakwenda nishamaliza. Wahi uliobakia ni ndoto, arruya min Allah, zote ni rasilimali zetu hizi. Yule bwana akapatikana usiku, wakasafiri. Yule dereva mwingine akakaa pembeni. Wallahi, sasa yule bwana akapata usingizi, wakamuasi Sheikh Othman, si yuko da, akamwambia bwana, si unajua naye akiongea yule hamalizi, piga kidogo usingizi. Subhanallah, wakafika sehemu kwenye daraja lile nililoota, hamadi ya ajali kubwa, gari ikataka kupinduka, wakakaa pembeni. Ahli yangu mimi akapiga kelele, Shekhe kasema huyu asiendeshe, kaota. Unaona hapa kwenye daraja utakatufe. Na ile ndoto nimeikagua, nikaiombea Mungu. Ujue wewe ukimpata Mungu, aisee, umepata kila kitu. Ndugu yangu uliokuja Mwanamanyamala, kama umemkosa Mungu, yani wewe umekosa kila kitu. Umewapata waganga wa kishirikina, watakupeleka sehemu mpaka kuku watakucheka, watakufukarisha, watakutia na uchawi. Umepata matajiri ndio unawategemea, umekwisha. Unategemea wenye mamlaka, umekwisha. Wewe ni mtu dhaifu. Allah anasema wale ambao wanategemea nguvu zao ambazo si Allah ni sawasawa na nyumba ya tandabui, al-ankabut, nyumba ya tandabui. Mnamjua tandabui? Tandabui nyumba yake ile, shekhe, hata mwanamke akichukua ufagio tu akifanya hivi ishaondoka. Lakini mwenyewe anaona kajenga nyumba nzuri, nyumba haimkingi na mvua wala jua, tena akilala miguu juu anaona ngome nzito, lakini kufanya ishaondoka. Mipango ya yule ambaye hamtumaini Mungu, Allah anasema mipango yake ni sawa na nyumba ya tandabui. Wa inna awhana albuyut baitul ankabut, na nyumba mbovu na dhalili ni nyumba ya tandabui. Mipango hizo ilizi unazozitegemea au washirikina unawategemea. Mtu mmoja aliyemfuata tena mhadhiri ananiambia, Shekhe, usikae hivi, ujuane na viongozi, ujuane na hivi. Nikamwambia ili iweje? Kwa mfano ili iweje? Wanisaidie nini? Hawana cha kunisaidia, ilaka tu ya ujamaa sawa, lakini hakuna kwenye ofisi ya fulani watujue tukipatwa na matatizo. Nikamwambia wewe, hakuna inayondosha matatizo, usibe imani za watu. Fafiru ila Allah khifafan wa thiqala, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu kwa uzito na kwa wepesi. Saa inanikosea sana hii, tumombe Mungu atuhifadhi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyir rahmat wa shafi'il ummati adada ma ahata bihi ilmuka wa sahu kitabuka wa dhamman